Jumatatu ya Oktoba 3 mwaka 2016, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange amewasili nchini kwa ziara ya kikazi ya siku 3, ambapo mara baada ya kuwasili katika uwanja wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere, rais huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alilakiwa na mwenyeji wake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, aliambatana na viongozi wengine waandamizi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, akiwemo makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo pia mizinga 21 ilipigwa kwa heshima yake na kupata fursa kulikagua gwaride rasmi lililoandaliwa kwa ajili yake na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Jumanne ya Oktoba 4 mwaka 2016, Rais Joseph Kabila Kabange akawasili katika ikulu ya Dar es Salaam kwa ajili ya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake, Rais Dr. John Pombe Magufuli, mazungumzo yaliyolenga maeneo kadha wa kadha, lakini pia wakashuhudia uwekaji saini mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na DRC kuhusu utafutaji wa mafuta na gesi katika eneo la Bonde la Ufa, hususani ukanda wa Ziwa Tanganyika. Baadaye marais hao wakapata wasaa kuzungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari, na kwa uchache wakaelezea yale walioyateta katika mazungumzo yao ya faragha. Tumezungumzia pia uchumi au biashara kati ya nchi zetu hizi mbili, Tanzania na DRC. Nimeweza kumjulisha Rais Magufuli ambaye ni chairman wa Troika ya SADC, hali yetu ambayo tulionayo, iwe hali ya usalama upande wa mashariki mwa nchi, ambako tuna harakati dhidi ya vikundi ambavyo bado vinaendelea kutesa, kunyanyasa raia. Nimeweza pia kumjulisha hali yetu ya siasa, kwa sababu kwenye vyombo vingi vya habari kunakuwa uzushi mwingi tu. Siwezi kusema uongo, ila uzushi mwingi tu. Na ukifuata hivyo vyombo unaweza kaishi ya kwamba Kongo nzima moto unawaka. Nitataka niwahakikishie wananchi, sio tu wananchi wa Tanzania hapa, wananchi wa region yetu yote, iwe ya Great Lakes, iwe region ya SADC, wananchi wa Kongo pia, ya kwamba hali ya Kongo ni stawi na kuna amani. Ila mnavyojua, wakati tunakaribia uchaguzi, na sio tu uchaguzi nchini Kongo, uchaguzi nchi nyingi tu barani Afrika. Napokaribia uchaguzi, na naishi ilikuwa ni hivyo hapa Tanzania, kunakuwa tensions ambazo zinapanda, na tulitaka tuweze kumaliza hizo tensions kwa kuitisha mazungumzo ambayo bado yanaendelea sasa hivi Kinshasa, na lengo la hayo mazungumzo ni kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unakuja, utakapofanyika, iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Disemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi, na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo natarajia ataweza kumalizika hivi karibuni. Tuna mafuta pia ndani ya Lake Tanganyika, na ndio kwa sababu tumeweza kusaini hii MOU ili tuweze kushirikiana na kufanya exchange, kubadilishana experience ya exploration na bila shaka exploitation wakati tutafikia kiwango hicho.
Kwa kifupi, hayo ndio tuliweza kuyasema, na hisi niambiwa na dakika 10. Hayo ndio tumeweza kuyazungumza na Mheshimiwa Rais, na bila shaka delegation zetu mbili, Kongo na Tanzania, na la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba tunaendelea na uhusiano, na sio tu kuendelea, kuimarisha uhusiano kati ya nchi zetu hizi mbili ndani ya domain ambazo ni nyingi tu, ambazo sikuweza kuzitaja. Nimesema hapa kuna trade, biashara, kuna infrastructures, kuna swala la petroli au mafuta, kuna defense ambako tumeweza kushirikiana tangia miaka mingi tu, na hali ya usalama kwenye mipaka yetu. Kwanza nilianza kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Kabila pamoja na ujumbe wake kwa kuitembelea Tanzania, lakini nilimshukuru sana yeye pamoja na jeshi la DRC kwa jinsi lilivyookoa maisha ya Watanzania 10 waliokuwa madereva waliokuwa wametekwa kule na kuweza kurudi salama. Katika swala la SADC, kama ambavyo alivyozungumza Mheshimiwa Rais, kwa kutumia hiyo nafasi ya mwenyekiti wa Troika SADC, tumekubaliana nitatuma mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Angola pamoja na Msumbiji ili waende DRC wakaangalie mchakato mzima